Hujambo mwanafamilia wa Mbayu TV. Waasi wa kundi la M23 wamesema kuwa pande hizo mbili kati ya kundi hilo na taifa la Kongo wamelenga kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kwa mara ya kwanza tarehe 9 mwezi Aprili mwaka huu 2025, ambapo mkutano huo utafanyika Doha. Utakuwa ni mkutano wa kwanza wa mazungumzo ya moja kwa moja tangu waasi wa M23 kuteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afisa mmoja alithibitisha kuwa mazungumzo yalipangwa kufanyika tarehe 9 Aprili na isipokuwa tu iwapo upande utaenda kinyume na makubaliano hayo. Kulingana na vyanzo, waasi wa M23 na serikali ya DRC wamekubaliana kutojadili hadharani kiini cha mazungumzo hayo. DRC kwa sasa inakabiliwa na mojawapo ya matatizo makubwa zaidi ya watu waliokimbia makazi yao na ya kibinadamu kutokana na ghasia zinazoendelea na ukosefu wa utulivu. Mamilioni tayari wamelazimika kuyahama makazi yao na takriban watu 7,000 wameuawa katika miezi ya hivi karibuni, ambapo mazungumzo haya yanakwenda kufanyika katika taifa la Qatar na kwenye ule mji wa Doha. Na taifa la Qatar limekuwa mstari wa mbele katika juhudi za kutafuta amani kwenye baadhi ya mizozo inayoathiri maeneo kadhaa duniani. Na baada ya kikao cha Jumanne ambapo kiongozi wa taifa hilo aliwakutanisha marais wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Qatar imeonekana orodheshwa katika kundi la mataifa kama vile Marekani, Milki za Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na mengine mengi ambayo yanajaribu kusitisha vita katika bara la Ulaya, Mashariki ya Kati na hata hapa Afrika. Sasa je, ni kwa nini nchi hiyo imekuwa mstari wa mbele kabisa katika kutafuta amani kwenye maeneo mbalimbali? Kwa sababu tulishuhudia katika ule mzozo ambao unaendelea kule Mashariki ya Kati, waliweza kukaa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba wanatafuta suluhu la mzozo ambao ulikuwa unaendelea kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja kati ya wanamgambo wa Hamas na nchi ya Israel. Ilikuwa ni mzozo ambao umesumbua sana kule, lakini Qatar wenyewe akawa mstari wa mbele katika kutafuta amani wakishirikiana na taifa la Marekani. Hivi sasa tunaona tena wamegeukia katika mzozo wa DR Congo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi wa M23. Sasa tunajiuliza taifa hili linaweza likafanikiwa kwenye mzozo huu, kwa sababu tumeona yamefanyika mazungumzo mengi jumuiya za kikanda, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipo kwa maana SADC na EAC walitoa maazimio tu, lakini hatukuona juhudi za moja kwa moja za kuwaleta pamoja hawa washukiwa ama watu ambao wanazozana katika maeneo hayo kwa maana ya serikali na waasi wa M23. Lakini Qatar wamefanikiwa kuweza kuwaweka katika meza moja, ambapo kama mambo yataenda kinyume, basi tarehe 9 mwezi huu tunaweza tukashuhudia wakikaa chini na pengine kutafuta suluhu ya kudumu ya kuleta amani katika eneo hili, ambapo ni mzozo ambao umekuwa ukitia shaka katika uhusiano wa kidiplomasia kati ya DRC na taifa la China, ambapo juhudi za China za kujenga maslahi makubwa ya kibiashara barani Afrika zimeambatana na sera makini ya kudumisha hali ya kutoegemea upande wowote. Lakini mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha mabadiliko ya uelekeo. Rwanda imekuwa ikilaumiwa vikali kwa kuchochea mapigano katika eneo hilo lenye utajiri wa madini na Beijing ambayo ina uhusiano wa karibu na DR Congo. Na Rwanda katika wiki za hivi karibuni imejiunga na ukosoaji huo, lakini inajaribu kudumisha mahusiano mazuri ya kidiplomasia na nchi zote mbili, wakati pia ikiendelea kufanya biashara zake na kununua madini muhimu. Na tumeona kwa muda mrefu sasa mataifa mengi ambayo yanatokea katika yale tunaweza kusema mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani wamekuwa wakichagua upande mmoja kwa moja na kwenda kusema sisi hatumuungi mkono Rwanda, sisi tunamwekea vikwazo Rwanda. Lakini China yeye kwa sababu ndo hivi sasa ameamua kuwa ni taifa ambalo linaweka ushawishi wa kiuchumi barani Afrika, ni taifa ambalo linakuja linafanya investment za kutosha barani Afrika, wao wamegoma kuchagua upande katika mzozo huu, wameamua kukaa katikati. Wao wanachotafuta ni swala la vita tu kumalizika, lakini kumshutumu moja kwa moja Rwanda kama ndiyo mchochezi mkubwa wa mgogoro huo, kama ambavyo mataifa mengi yamekuwa yakifanya, yeye anaona ni kitu ambacho kinaweza kumfanya akarudi nyuma katika ule ushawishi, kwa sababu mataifa mengi ambayo yanafanya hivyo ni yale mataifa ambayo
kwa hakika ukikaa ukifikiria utaona kabisa uchumi wake umeshajengeka na umefikia katika zile level ambazo ni kubwa zaidi. Lakini kwa taifa la China ambalo hivi sasa ndio linaanza kujitafuta kupata kushika mizizi hapa Afrika katika masuala ya kiwekezaji, lazima lihakikishe kwamba linakaa katika mstari ambao haufungamani na upande wowote, japo wengi wanahisi kabisa huu ni uoga ambao China ameanza uleta. Na kitu ambacho kinafanya katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikipitia msukosuko ni utajiri wa madini, ambapo imeigeuza Kongo kuwa eneo la vita, na ushindani katika kuyapata madini ni chanzo kikubwa cha vita kati ya vikosi vya DR Congo FARDC na kundi la waasi la Machi 23 movement kwa maana M23, ambalo hili linaungwa mkono na Rwanda. Katika mikoa ya mashariki, kaskazini na kusini mwa Kivu, hifadhi ya madini ya DR Congo ni mojawapo ya hifadhi kubwa ya madini duniani. DR Congo kuna bati, tantalum, tungsten na coltan. Pia nchi hiyo ina takriban 70% ya hifadhi ya cobalt duniani, ambapo idadi hiyo kwa wingi mkubwa ikiwa ipo katika eneo la mashariki mwa Kongo. Vile vile taifa hilo la Afrika ya Kati lina akiba kubwa ya shaba, almasi, dhahabu, lithium, mafuta na gesi. Na ingawa baadhi ya rasilimali hizo bado hazijatumiwa, cobalt ambayo ni muhimu kwa kuwasha betri za simu na magari ya umeme na sigara za kielektroniki imekuwa muhimu sana, kwani ni muhimu kwa makampuni makubwa ya teknolojia duniani kote. M23 waliuteka mji mkuu wa Kivu Kaskazini wa Goma tarehe 29 mwezi Januari na mji mkuu wa Kivu Kusini wa Bukavu. Ni eneo ambalo limekuwa na utajiri mkubwa sana barani Afrika, ambapo ukikaa tu kwa hakika ukifikiria utaona Kongo ni taifa ambalo limebarikiwa, lina msitu mkubwa. Msitu wa Kongo lina mito ya kutosha, kwa hiyo swala la maji sio shida zao. Ardhi yenye rutuba kwa ajili ya masuala ya kilimo, lakini madini ni ya kutosha. Mafuta na gesi ni vitu ambavyo vinalifanya taifa la Kongo kuwa ni taifa ambalo linaweza kusema likitulia katika masuala haya ya kivita linaweza likawa ni taifa tajiri zaidi duniani. Lakini pia taifa la Kongo lina ardhi kubwa, lina idadi kubwa ya watu ambao unasema ukihitaji rasilimali watu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unasogeza na kusukuma mbele shughuli za kiuchumi, basi watu unao hapa. Lakini limekuwa ni eneo ambalo lipo kwenye mgogoro kwa muda mrefu, licha ya kwamba linazungukwa na utajiri wa kiasi hiki. Pengine sasa mazungumzo haya ya Doha ya Aprili 9 yanaweza akawa ni suluhu ya mzozo huu ambao umedumu kwa muda mrefu sana, kwa zaidi ya muongo mmoja sasa wamekuwa akizozana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana, hii ni Mbayu TV. Nikukumbushe, kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Lakini pia unayo fursa ya kutufuata pale katika Instagram account yetu. Huko sisi tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Tufuate huko, tuna mengi ya kuzungumza na wewe. Nite David Edward. Uwe na siku njema.